kuweza kuondoa serikali ya kibonyenye ambayo ilikuwa inatawala hata taifa la Urusi. Kwa hiyo yeye kutazama kuanzia pale ile nini alikuja kulijenga taifa la kijamaa la Kirusi. Of course akudumu sana kuanzia mwaka 1917 akafariki mwaka 1924 akaingia mtu ambaye anaitwa Joseph Stalin. Stalin kuna historia ya Urusi anatajwa kwamba ndo amejenga zaidi taifa la Urusi takriban miaka 30. Yeye alifariki mwaka 1953. Sasa kwa nini taifa la Urusi limekuwa lina nguvu? Kama nilivyosema kwamba limekuwa lina ushawishi katika vita baridi, Cold War. Mataifa mengi ya Kiafrika na mataifa mengi ya kusini yameweza kuathiriwa kwa namna moja au namna nyingine na taifa la Urusi. Lakini kijeshi ukitazama Urusi anamiliki takriban 45% ya silaha zote duniani. Lakini vile katika swala zima la military complex perspective, Urusi anamiliki takriban 80% ya zile silaha za nyuklia. Kwa sababu yeye kutazama ndio ana mabomu mengi kutazama nyuklia, takriban mabomu 7,000. Kwa sasa amekuwa na turufu hiyo kwenye siasa za kimataifa, kwenye swala zima la kiusalama. Lakini kuna uchumi sasa. Namna gani hegemonic power ya Urusi imekuwa na nguvu? Kwa sababu Urusi amekuwa ana turufu. Ana turufu ya mafuta, ana turufu ya gesi kutazama. Nishati za kimkakati. Kwa mfano kuna kile ambacho kinachoitwa OPEC, umoja wa nchi za kuzalisha mafuta ghafi duniani. Urusi ni taifa la pili. Ukiacha Saudi Arabia, Venezuela kutazama, mataifa kama Nigeria, Zambia. Kwa wao kutazama kuna dhana nzima ya mafuta wamekuwa wana turufu hiyo kubwa. Kwa mfano kutazama Ulaya yote ya magharibi imekuwa ikitegemea Urusi kuna nishati ya gesi, nishati ya mafuta. Kwa siku moja kwa mfano Urusi anazalisha mapipa milioni 10 kwa siku moja. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba amekuwa na hiyo turufu. Lakini kutazama sasa kijiografia, kwa sababu ushawishi wa nchi unapimwa kijiografia, unapimwa kiuchumi, kiusalama, hata kihistoria. Kijiografia kutazama Urusi ni taifa kubwa kutazama duniani. Kwa mfano Tanzania tunaingia mara 9 kwa Urusi. Kwa ukubwa wetu wote kutazama tunaingia mara 9. Ni taifa ambalo linapakana Ulaya ya magharibi mpaka Ulaya ya mashariki na maeneo kutazama karibia maeneo ya nchi za Kiarabu. Kwa ni taifa kubwa sana. Kwa hiyo ukitazama jiografia yake imekuwa ikiipa tunasema ile power politics, yani nguvu ya maamuzi kwenye siasa za kiulimwengu. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile athari za Urusi kijiografia, kihistoria na kiuchumi inaweza kuathiri dunia moja kwa moja. Kwa mfano ukitazama namna yake sasa hivi, kwa mfano kiongozi ambaye yupo madarakani Putin ambaye atakuwa madarakani mpaka mwaka 2036, ambaye kama mnafahamu kwamba aliingia mwaka 1999 kama waziri mkuu. Kabla ya hapo alikuwa ni ofisa wa usalama kutoka KGB. Baadaye shirika lao likabadilishwa baada ya kuingia Boris Yeltsin likaitwa FSB. Mwaka 1999 akachaguliwa kuwa waziri mkuu. Mwaka 2000 akachaguliwa kuwa rais, akamchukua nafasi ya Boris Yeltsin, aliongoza mpaka mwaka 2008. Baada hapo akamwachia rafiki yake Dmitry Medvedev, akawa tena rais mwaka 2012. Tangu hapo Putin amekuwa rais mpaka sasa hivi. Kwa maamuzi yote kutazama ya Urusi yamekuwa yakiathiri siasa za kushindana. Leo hii kwa mfano kutokana na Global Security Index, swala zima la kiusalama linatajwa kwa sababu vikwazo vya Urusi, usalama wa Urusi, nafasi ya kivita ya Urusi. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba hauwezi kuzungumzia siasa za ushindani kwa namna moja au namna nyingine bila kutaja taifa la Urusi. Kwa hiyo sasa kuna power politics yake ukitazama imekuwa ikiathiri mataifa mbalimbali ya kimataifa hata ya kiafrika. Kwa mfano ukitazama kuna ukanda wetu wa kusini. Angalia kwa mfano mataifa kwa mfano ya South Africa, sisi Tanzania, Mozambique, yes, ukitazama Malawi, mataifa yote mengi alikuwa anapewa moral support na nchi ya Urusi. Kongo wenyewe kwa mfano Patrice Lumumba alikuwa anapewa support na taifa la Urusi. Kipindi kile USSR takriban nchi 16 kutazama. Kwa sasa Urusi ni taifa kubwa. Of course kuna historia yao vile vile, hauwezi kuacha kutaja nafasi ya Mikhail Gorbachev, kiongozi ambaye alikuja na sera za reform, perestroika na glasnost. Mwaka 1985, mwaka 1989 ukaunganishwa ukuta wa Berlin. Mwaka 91 Urusi ikasambaratika kwa kwamba ile umoja wa Kisovieti. Kwa hiyo lakini vile vile hii ni muhimu bwana Lupokela. Dunia sasa hivi inaongozwa na vitu viwili, soft power na hard power. Kuna kwamba nguvu ya ushawishi wa kijeshi na nguvu ya ushawishi wa kiuchumi. Naposema soft power maana ni taifa kutumia nguvu yake ya ushawishi wa kiuchumi, aidha kipropaganda, upo wapi, unavutia nini.
Kwa mfano angalia China inavutia. Yenyewe ina soft power. Na kuvutia katika masuala mazima ya kiuchumi, uwekezaji na teknolojia. Wafanya hivyo na kuvutia bwana, teknolojia yetu inazidi kukua. Njoo tushirikiane na nini. Hiyo ni soft power. Unakubali mwenyewe, unaona kuna haja kushirikiana na hao. Na unakuwa influence, unahamasika. Wewe mwenyewe. Marekani kwa mfano angalia teknolojia yao. Uwezo wao kwa mfano Marekani ikisema dunia nzima inatetemeka. Urusi ameanzisha vita Ukraine, dunia nzima inatetemeka. Kwa sasa kuna hiyo dhana ya soft power na hard power. Kwa hiyo je, Urusi ana hivi vitu vyote ndio kuwa sababu ya kutikisa kama bwana alivyotuuliza kwenye swali lake, ipi sababu ya kuwa kutokushikika? Urusi ana vitu vyote. Ana soft power, ana hard power. Ana jeshi lenye nguvu, ana rasilimali za kimkakati ambazo zinaweza kutishia usalama wa kimataifa, kutishia usalama wa Ulaya. Ana nuclear, hiyo tunasema ni hard power. Sawa, lakini ana soft power ambayo ni historia. Mataifa mengi yameathiriwa kijamaa kwa sababu ya Urusi. Kwa sababu baada ya kufanyika mapinduzi mwaka 1917, kuna kitu kinaitwa domino theory. Domino theory ni ile hali ambapo taifa moja linaangukia katika kufuata itikadi ya taifa lingine. Kwa mfano, baada ya mapinduzi ya mwaka 17 ukitazama, China nayo ikaingia kwenye communism. Mapinduzi ya Kichina mwaka 1979 ambayo yaliongozwa na Mao. Korea Kaskazini ikaingia katika sera za kufuata itikadi za kijamaa. Ukitazama kwa mfano Vietnam za kijamaa, sisi Tanzania mwaka 67 za kijamaa, Zambia wakaingia sera za kijamaa. Nchi nyingi ukitazama zilikuwa zimefuata hiyo sera mtazamo wa Kirusi. Kwa athari hiyo ukitazama ambayo ilikuwa inaangukia yani taifa moja linafuata itikadi ya taifa lingine. Ndio maana ya kuanzishwa NATO. NATO imeanzishwa kwa lengo la kupunguza ushawishi wa Urusi. Wao wakaja kuanzisha Warsaw Pact mwaka 1955 kule Poland katika mji wa Warsaw. Kosa ni kwamba historia ya dunia tangu baada ya vita ya dunia mwaka 1939 mpaka 45 hauwezi kuzungumzia chochote bila kuzungumza nafasi ya Urusi duniani. Kama vile ambavyo kule dunia ya kisasa hauwezi kuacha kuzungumzia nafasi ya Marekani kwa sababu ushawishi wao, jeshi lao, sera zao zimekuwa zikiathiri duniani. Sasa namna gani hii bato ya kimataifa kati ya hawa magharibi na mashariki imekuwa ikiweza kutengenezea dhana ambayo inaitwa ile global power shift, kwa kwamba sasa kuhama kwa nguvu za mamlaka za kidunia. Lakini vile kuna dhana ya international order tulisema, au hegemonic power. Kuna kitu kinaitwa utaratibu wa kimataifa. Huu utaratibu wa kimataifa huwa unatengenezwa na taifa ambalo ina nguvu la kiuchumi na kijeshi. Kwa mfano, baada ya kusambaratika Umoja wa Kisovieti mwaka 91, utaratibu wa kimataifa ukawa unaanzishwa na ukawa unafuatwa dhidi ya demokrasia na haki za binadamu. Yaani lazima dunia ifuate demokrasia na haki za binadamu. Na Marekani akachukua jukumu la kusambaza demokrasia. Tukashuhudia demokrasia ikaenda Afghanistan, of course ikashindwa, ikaenda Iraki ikashindwa, wakataka kuipeleka Libya, nchi za Mashariki ya Kati, Syria kwa Bashir al-Assad. Yes. Afrika tukaambiwa kwamba lazima ifuate demokrasia. Maana ni kwamba zile tunasema liberal value zilikuwa zinafuatwa mtazamo wa kimagharibi. Mwanzo liberal values zilikuwa zinafuata katika mtazamo wa kijamaa. Ndio maana serikali zilikuwa zina nguvu kuliko kwa mfano sekta binafsi. Serikali ilikuwa inapanga maamuzi yote ya nchi. Lakini kuna hii dunia mpya ya kisasa ambayo inaongozwa magharibi, wanasema tunafuata mfumo wa sekta binafsi. Na hili litokea vipi? Lazima uanze kutrace kuanzia mwaka 1980. Mwaka 1980 chama cha wafanyakazi cha Poland kiliweza kufanya mageuzi makubwa, wakapata uhuru. Mwaka 1985 alipoingia Mikhail Gorbachev, tazama, akaja na sera zake mbili, Perestroika, Glasnost. Dunia ikabadilika. Tiananmen Square kule China, wanafunzi waliandamana kwa lengo la kutaka uhuru wa taifa lao. Mwaka 1989 kuvunjwa ukuta wa Berlin na kuiunganisha Ujerumani Mashariki, Ujerumani Magharibi. Yes, tunaona kwamba dunia inaanza kubadilika. Mwaka 1991 kuanguka Umoja wa Kisovieti. Mtu mmoja anaitwa Francis Fukuyama akaja na andiko nasema this is the end of history, kwamba huu ndio mwisho wa historia. Kwa kwamba sasa historia imeisha, inakuja historia nyingine. Yes. Sawa bana, hapa tumemjibu rafiki yetu ambaye ametuuliza swali akitaka uchambuzi zaidi, kwa sababu sisi hapo pia tumekuwa tukipita na habari za kimataifa mbalimbali ambazo zinajiri, na yeye akasema siri iliyojificha nyuma ya Urusi kuogopwa ni nini na kuwaje